Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Ni asubuhi njema, ni mimi wenu Elder King'ori. Na hii ni Heaven Bound TV. Na ni kipindi kingine ya maombi. Na kabla tuingie kwa maombi, tunaendelea na kujifunza neno la Mungu. Mimi husema sana napenda kushabua Biblia. Sio tu mahubiri, lakini to study the Bible or the word of God inakupa hekima nyingine sana. Na wale wamenifuatilia na wale wanafuatilia mimi kwa YouTube, tulisema vizuri ya kwamba kuna 6 degrees na siita hivyo ili understand, ambazo Mkristo anafaa kuwa nazo katika safari ya kwenda mbinguni. Na inabaki tu moja, ukipata hizi 6 inabaki taji la milele. Kwa Kiswahili ni taji 6. Na wale wamenifuatilia siku mbili zimekwisha, tumeongea taji 4. Nikurudishe nyuma, tukaongea taji ya kwanza. When you believe, Jesus has given you power to become the child of God. The believers, that is diploma, unapatikana kuwa na degree inaitwa child of God. Hapo ndipo tunasema unapokuwa a child of God, you become a brethren, a brother and a sister, ndugu na dada. Na tukasema hauishi kuwa ndugu na dada, unaigia kiwango ya kuwa a disciple of Christ or a fishers of men. Hapo ndipo unaanza kuhubiri Injili, kwa sababu hautaishi maisha ya kuwa brothers and sisters. Na hapo ndipo mara ya kwanza utaanza kuitwa Mkristo, anakaa kama Mkristo. Leo nataka tuongee ya 5 na ya 6, ambayo ni saint, kuwa mtakatifu ama watakatifu, na to be like God. Kumbe katika safari hii yetu tuna shahada nyingi, lakini hatuishi kwa nyumba ya Bwana miaka 20-30 tukiwa tu watoto wa Mungu. Hatuishi tu katika nyumba ya Bwana tukiwa a brother and a sister. We don't just live in the house of God to be a disciples. We live in the house of God to be Christians, to be saints, and to be like God. Hebu tusome Acts 13, au Acts 9:13, inasema namna gani? Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Hebu sikia vizuri na Kiswahili. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari ya mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Anania alikuwa ametumwa akahubiri ama akamuokoe Paul, ambaye alikuwa anaitwa Saul kabla hajabadilishwa jina kuwa Paul. Na alikuwa anaogopewa sana sababu huyu alikuwa ni muovu. Lakini sasa Paulo amefanyika mwana wa Mungu, ameamini. Na huyu Anania sasa kiwango yake is a saint, ni mtakatifu. Sasa anaongea juu ya watakatifu wenzake vile wametendewa na huyu mtu. Na anaambia Mungu, hata kama unanituma, habari ya huyu mtu ni baya sana. Ninasikia vile amefanya watakatifu wako. Lakini alikuwa ametumwa. Anajitetea kama mtakatifu kwa sababu ule mtu alikuwa muovu. Wakati when you become a child of God, sio wote watakupokea sababu bado hawaamini kama ile tabia umeacha. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. Lakini sasa Paul hapa amebadilika, amekuwa mwana wa Mungu na ametumiwa wokovu kwa sababu ameamini. Na ilibidi Anania aende. Hapo ndipo unakuwa saint. Mimi hushangaa sana huona watu wakifanya mtu mtakatifu, hata anasikwa kanisani sababu ametagazwa. Hata wengine wanamtagaza baada ya miaka 10 mtakatifu. Mtakatifu ni wewe utakaposimama kama Anania na watakatifu wengine. Na ukifika kiwango ya utakatifu, hapo ndipo unaweza kuongea na Mungu ana kwa ana. Hapa ndipo. Hebu tutafute mahali ingine ya saints. Exodus. Wacha tuache Exodus, hiyo ni ya to be like God.
fungua nami Matendo ya Mitume 9:13 tena. Kwa wote walioko Rumi, hiyo ni 7. Romans 1:7. Kwa wote walioko Rumi, wapendao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. In English, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to be with you, peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Those who are called saints, watakatifu. Hapo ukiingia kiwango hiki, naomba Mungu aniingishe hii kiwango ya watakatifu. Ilikuwa na mtu mmoja anaitwa Job. Hapo ndipo unaweza argue with God. You cannot argue with God when you are just a Christian. You cannot argue with God when you are just a believer. You cannot argue with God when you are just a disciple. But in this stage, in this 5th degree, you become saints. You can argue with God. You can talk with God one-on-one. Hapo ndipo alikuwa akitokelea Musa. Anamwambia nimekutuma. Unajua Musa alikuwa ameingia kiwango gani? To be like God. Na hiyo degree ya mwisho. Si tulisema to be a Christian like Christ, and become Christians. Angalia sasa Mungu Muumba wa dunia amekupa majina yote. Mpaka jina lake anakupatia. Sababu like he has not given you fully his name, but to become like God. Akakupa wewe jina, akakuita mwaminio. Akakuita mwana wa Mungu. Amekuita a brother and a sister in the Lord. Amekuita Mkristo. Amekuita a disciple. Sasa amekuita a saint, mtakatifu. Ambapo una ruhusa ya kuongea na Mungu. Na anaweza tokea uongee na yeye. Hata sio tu kwa maandiko, bali hata uso kwa uso. Wengi wametokelewa na Yesu. Anawatembelea usiku. They have become saints. Job become saints. Na ndivyo hakuwa anaogopa mara marafiki zake wakimkemea. Anasema mimi sijafanya dhambi. Unaweza fika hapo waambie Mungu hujafanya dhambi. Do you want to become a saint? And after you become a saint, immediately you become like God. Wacha tusikie huyu jamaa amekuwa like a God. Fungua nami Exodus. Habari nilikuwa nimesema. Kutoka 4:16. So he shall be your spokesman. Also you shall be your spokesman to the people, and he himself shall be a mouth for you, and you shall be to him as God. Hebu soma vizuri na Kiswahili usikie. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako. Nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Ukifika hiyo kiwango, naomba Mungu anifikishe kabla sijakufa. Kuwa mfano wa Mungu. Ndio tunasemaga sisi ni mfano wa Mungu. Lakini to be like God, you have to be saints. You have to become mtakatifu. Hapo mnaweza ongea na Mungu. Unaona sasa wakati Musa alikuwa mahali pale, si alikuwa amekasirika na akasema jina lake liondolewe kwenye kitabu cha uzima kama Mungu haendi na wana wa Israeli. Mungu angeondoa. Kwa sababu ile kiwango Moses ameingia ni ya kuwa saints. Na amefika sasa mahali ya kuwa like God. Mungu anakutuma nje leo to be like God to your brothers. Watakuona kama Mungu, wewe ni Mungu wao. Imagine Mungu ametoa jina lake akupee wewe mwanadamu. Na ndipo shetani anauliza mwanadamu ni nani? Amekuwa the law, just law from ages. Unajua wewe ndio utakaye hukumu malaika. Biblia inasema hivyo. Ukifika hiki kiwango ya kuwa saint and become like God, mfano wa Mungu. Si tulisema Mkristo ili aitwe Mkristo ni tabia ya Kristo alikuwa nayo. The disciples were behaving like Christ in Antioch. It was the first time to be called Christians. Now you are being called like God.
Kuna watu kama Mungu. Dunia hii tuko nayo. Sio Mungu. Mungu jina lake haipeani kabisa, anasema like God. I am like God. Anaambia Musa hapa, ninakutuma kwa Firauni. Musa alikuwa ameteta sana, sijui kuongea, ama stamala. Alitarajia muujiza utendwe na Mungu, hiyo stamala iondolewe. Na ndio I always say that be yourself. Don't behave like your brother or your sister. As we now enter into this prayer this morning, ninawaombea wale tuliita Christians, wale tuliita waaminio, wale tumeita brothers, wale tumeita disciples. Now they become saints. Tulisema ni stage gapi kabla tujaomba? Ni stage 6. A believer become Christ. A Christian becomes brothers and sisters. A child of God. Wacha tuanze tena. A believer become a child of God. And after he has become a child of God, we call him a brethren, brothers and sisters. As you have become a brother and a sister in the Lord, you become a disciple of Christ. You become a fishers of men. You preach the gospel without fear. Then you shall become a Christian because you behave like Christ. Even Christ gave us his name. Christians. Christ. Tunaongeza tian. Christian. The same God has done now. When you become a Christian, you become saints. Mtakatifu. Anania alikuwa na tetea watakatifu wenzao kwa kumkaribia Paul. When you become saints, you become like God. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Now we believe your word, O God. For your word, O Lord, is settled in heaven, and the Lord follows his word to perform it. We have become believers. And after we have become believers, we are children of God, the child of God. And even when we have become children of God, we become brethren, brothers and sisters. And after we become brothers and sisters, we are disciples. We can fisher men to the Christ. And when we fish as men to the Christ, we are now Christians because we behave like Christ. Jesus came to spread the gospel and to tell the people, repent, for the kingdom of God is at hand. Many have not become disciples. They have not spread the word of God. That's why we cannot call them the real Christians. They are like Christ. And they now want to become like you, Jesus. That's why now we call them Christians. And not just to remain Christians, but to become saints, where they can talk with God one-on-one, where Jesus can visit those saints. And when we have become saints, we become like God. God loved man. Even he can give the man his name. Yani Mungu anapenda mwanadamu. Anampa jina lake awe kama Mungu. Hakuna kitu kingine Mungu amebakisha kwa mwanadamu ampe. Kwa sababu mwanadamu amepewa majina mengi. Wakati aliamini akaitwa mwana wa Mungu. Wakati amekuwa mwana wa Mungu, tukamuita brother and sister. And after he is a brother and sister, tukamuita a brethren or a disciple. And after he is a disciple, we can now call him a Christian because he behaved like Christ himself. And when he become a Christ, like Christ, we call him a saint. And when he is a saint's man, he is like God. I pray today that you may share the lives of our brothers and our sisters who have remained to be brothers and sisters in the Lord. They have not gone to the third step to become disciples. I pray for those brothers and sisters that they may go out now and spread the gospel to the neighbors, to the workmate, where they will go. Kama wale watu wawili walikuwa natoka Emau, walikuwa naongea habari ya Yesu. I can call them disciples. Walikuwa wanasafiri na hawajui wako na Yesu. Yesu alipo umega mkate, wakafuguka masho,
wakawa like Christ, they become like Christ himself. Na wakasema tulikuwa tunasikia kwa roho zetu huyu ni mtu tofauti. Na walipokuwa kama Christ, Yesu akawaondokea because they have become Christians. Many are only disciples. They are not behaving like Christ himself. They have not received the word of Christ in their life. I pray today, in those stages of life of a Christian, that Christ become a Christian. And when he become a Christian, we can call him a saint, watakatifu. Na atakapoingia kiwango cha utakatifu, watakatifu, mara hiyo anaingia kiwango cha like God. And that is the end of the journey of a man. I pray today, I pray this hour, that as we continue in this journey of a Christians, step by step, make us a people who will fear God. Naomba leo utubadilishe Bwana. Hawa wa Kristo wakuwe watakatifu, waitwe watakatifu. Hawa watakatifu waitwe kama Mungu, wapewe jina kama Mungu. Hawataogopa adui. Mtu akiwa kiwango ya utakatifu, hata apelekwe korokoroni, haogopi kwa sababu yeye ni mtakatifu wake Mungu. Wakati Petero walipokuwa wamefungwa ndani, malaika waliwatokelezea na kuwaotoa katika gereza. Paulo na Sila walikuwa saints, na milango ya gereza ikafunguka. Miujiza mingi imefungwa kwa sababu hatujaingia kiwango ya kuwa watakatifu. Wengi wameishi kuwa brothers and sisters. Wengi wamekuwa kuwa only a child of God. They have not moved to another level of life in Christianity, oh God. Those 6 levels, I call them degrees. May they attain them before the end of the time, oh God. May the Holy Spirit lead them to righteousness. In this hour, this morning, I'm calling upon the Holy Spirit of God. For where the Spirit of God, there is liberty. Where the Spirit of God is, there is peace. Where the Spirit of God is, there is greatness that is done. Hori namashanda ramazaka la mamashandi labo. Jehovah Migadeshi, Jehovah Sidikem, Jehovah Yahweh, Jehovah Rohi, Jehovah Shammah, the great I am, the rock of ages. Before there was time, the Lord was there. And after the life has ended, you shall reign forever, Lord. For we believe the word of God. We believe, we become believers. And when we become believers, oh God, we become a child of God. And when we become a child of God, oh Jesus, we are called brethren, the brothers and sisters. And when we become brethren, we become disciples, fishers of men. It is this high time we shall tell men, come and see the goodness of our Lord. Come and become like Christ. Immediately that disciple become a Christian, because he is or she is behaving like Christ himself. That's why we receive the name of Jesus in our life, and we are called Christians. And we don't end there. As we become Christians, we are called saints, because we don't fear anything. Even the killers, we will not fear. Stefano hakuogopa ile mawe. Alimuona Yesu akija because he was saint. And immediately, when we are saints, we become like God himself. May our brothers and our sisters, may those saints become like God as they walk out there, oh God. People will honor them. People will respect them. Not because they have become mighty, but because they are like God. You told Moses, I said you out there to be a mouth to your brother Aaron, and be like God. You will speak, and then he will tell the crowd or the people or the children of Israel, oh Jesus, we need you. And we said the word of healing again this morning. To our brothers, to our saints,
to the disciples of Jesus, to the Christians, to the believers. I said the word of healing. Let them receive healing, because there is power, great power and the mighty power in the name of Jesus. For the Bible says that whosoever shall call upon the name of Jesus shall be saved. I believe your word, O Lord. I believe your name, O God. For your word, O God, is settled in heaven. And you follow that word to perform it. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You have allowed us see the light of the day. You have allowed us join the living. As we declare today as Christians, that we shall not die but live to declare the glory of the Lord. We declare as saints that we will suffer for Christ. We are ready to suffer because we have become saints of God. Nobody should be declared saints when he is dead. When one becomes dead, he is waiting one degree, the eternal life, to be given life without end. Saints are here on earth. People can become saints if they are Christian. If they are truly Christ, following Christ, the Lord awarded them the power to become saints. And after one becomes saint, he becomes like God. We have not gone there, oh Jesus. We have not become like God because our faith is still low, oh Jesus. Oh, enable us to become like God himself. Hayo mataji yote sita tunataka kuipokea. But the key of life is believing. And that's why the Bible says that when you pray, believe. And when you pray, mention the word of God. Encourage yourself in the word of God. And when we encourage the word of God in our lives, we cannot forget to mention Jesus. For he is the way, the truth, and the life. And when we may have mentioned Jesus in our day-to-day prayer, we call upon the Holy Spirit of God. Holy Spirit of God, have your way in every situation. Have your way in every way. Reign over our lives. We surrender our one to you, Holy Spirit of God. We raise thy banner. All the things that we have made, we are sorry, Lord. The things that we have done, forgive us, Jesus. That we may become believers and we become a child of God. When we become a child of God, we become a brother and a sister in the Lord. Brethren. When we become a brethren, oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus, we become disciples. This is the time to spread the word of God. I pray for each and every disciple there to go out and spread the gospel. And after he has spread the gospel, he is like Christ. He become a Christian. There are those who call them Christ Christians. They are John, they are David, that they are out there wicked. Wako nje wanakunywa pombe, wanakunywa bangi na sigara, lakini we call them John, James. They are not believers. Wamebadikwa majina ya ubatizo. Wanafikiri kwa sababu wamebatizwa watafika mbinguni. Kufika mbinguni ni safari ndefu, nasema hivyo tena. Lazima uwe muaminio ili upate uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Ni heri mwana wa Mungu kwa sababu ukiwa mwana wa Mungu, ufalme wa Mungu uko karibu na wewe. Lakini haukai pale mwana. Unafaa ukule chakula kilicho gumu. Then you become a brother and a sister, a brethren. And when you become a brethren, you become a disciple. You will have power now to spread the gospel, to preach to the poor, and to declare and to tell the poor. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong, because of what the Lord has done for me. When you become a disciple, you are a Christian now. I cannot be ashamed to call you a Christian. And when you are a Christian, you are under another name, a saint, mtakatifu.
and at the end you become like God. Thank you, Jesus. I pray now that you enable our brothers and our sisters to go to those stages and know more of their life, and the fear of God will shade them. In Jesus' name, I pray and I believe. Amen. Nafurahia sana kwa sababu tumesikia na hatusiwahi kusahau ya kwamba kuna degree 6. Na nikasema vizuri, wewe unapoondoka jipime umefika kiwango gani. Hata mimi nimejipima, niko kiwango ya kuwa Christian. Sijakuwa mtakatifu vile nataka. Unajua watu wanasema kuwa mtakatifu ni kuacha dhambi zile tunatajaga kubwa kubwa, kunywa pombe, bangi, usherati. Kuna kiwango Mungu anataka tufike. Wewe unataka Mungu akutokelezee usiku? Igia kiwango ambayo mimi natamani kuingia, to become a saint. Immediately when you become a saint, you can talk to God one on one. Anaweza hata hatumi malaika. Wengine Mungu ukitaka Mungu akuogereshe, unasema Mungu kuja usiku niogereshe, anakuja na njia ya ndoto. Mwingine hata hakuji na ndoto, anakuja tu na neno. Unafungua neno, unaona Mungu alitokezea. Mwingine anakufanyia muujiza. Lakini Mungu anataka uigie kiwango ya kuongea yeye na wewe. Ndipo wakati Miriam walilalamika, wakasema huyu Musa, kwa nini yeye anajifanya ndiye Mungu anaongea na yeye peke yake? Hawa Haruni na Miriam hawakuwa wamefika kiwango ya kuwa saints. Hawakuwa kiwango ya kuwa like God. Waliambiwa na Mungu, kujeni hapa. Musa anaongeaga na yeye vile mtu anaongea na mwanaume mwenzake ama dada mwenzake. Lakini nyinyi naongea na ndoto, kwa sababu hakuwaeleza kwa nini, lakini kiwango ya uungu haikuwa imefika kiwango hicho cha Moses. Na sisemi ukiwa a child of God you cannot enter heaven. Utaenda, lakini taji zitakuwa tofauti. Kuna wengi wameokolewa, we call them a child of God. Yeye ni mtoto wa Mungu tu. Kazi yake tu ni kukunywa maziwa. Hawezi akatembea akawa even a brother. Better to become a child of God, then after you become a child of God, we call you a brethren, a brother and a sister. After you become a brother and a sister, we call you a disciple. Because neno umepewa, umehubiriwa, enda nje uhubiri, become a disciple. Immediately we can say you are like Christ, Christian. And immediately when you are a Christian, you are a saint of God. Wale wanatangazwa, sipigi makanisa yale yanafanya hivyo. Wanasema fulani tunaenda kumfufua, tumusike tena sababu ni mtakatifu. Lakini nataka uwe mtakatifu ukiwa uhai huu. Tunapoongea na wewe hakuna jambo lolote. Unajua mwingine alikuwa mtakatifu, nimalize tuombe. Anaitwa mtumishi wa Mungu Samuel. Alipokuwa amemaliza kazi yake, aliwaita wana wa Israeli walipolia, wakasema wanataka mfalme. Aliwauliza, kuna ng'ombe ya mtu nimeiba nimrudishie? Wakasema hapana. Kuna shamba ya mtu nimechukua nimrudishie? Wakasema hapana. Leo hii wanasiasa wetu kuna mmoja anaweza sema hivyo? Hakuna. Sababu kiwango walicho nacho, na waombea Mungu awaigize kuwa saints. Hata wewe ukipewa mamlaka ya kushuga mali yetu ya wananchi, you become saints. Hakuna mali yetu utakula na utafika kiwango kama ya nabii wa Mungu Samuel. Na kuuliza unapoenda retire, ni ng'ombe ya nani? Wewe mzee wa kanisa unaenda retire, unaweza uliza hiyo swali? Ni ng'ombe ya nani nimekula nirudishe? Ni sadaka ya nani nimekula nirudishe? Wengine watakwambia umekula. Na tuombe. Baba, nataka naomba ubadilishe hawa wa Kristo wakuwe saints of God, wakuwe like God. Hapo ndipo kiwango ya utakatifu ya maisha ya mwanadamu inaweza kuwa. Na baadaye wakifa na ufufuo ukifika na wakitawala na Yesu miaka 1000, wapate taji la mwisho la uzima wa milele. Katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Mungu awafanye watoto wa Mungu. Mungu awafanye brethren. Mungu awafanye disciples. Mungu awafanye Christians. Mungu awafanye saints of God. Mungu awafanye like himself. Amen and amen.